Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet.co.tz. Na habari yako wana michezo, karibu tuendelee kuzungumza leo katika michezo kama ilivyo kaida yetu PMTV, tunakusogezea habari zote za kimichezo kwa uzuri zaidi. Mimi naitwa Kaina, leo nipo na Amani Ndimbo na leo tupo na mzee Shabani Kamwe, mwanachama shabiki kindaki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Tulikutana hapa tukazungumza mengi zaidi kuhusiana na muendelezo wa klabu ya soka ya Simba, na leo tunataka tujue hatima ya mnyama ni ipi. Makombe mawili tayari yamepoteza muelekeo wa kuyakosa msimu huu. Amebakisha kombe moja tu ligi kuu soka Tanzania bara. Je, ana asilimia ngapi za kwenda kupata ubingwa msimu huu? Lakini kwambie PMBet ndio habari ya mjini. Jisajili sasa kama bado ndani ya nyota 149 nyota 23 alama lele www.pmbet.co.tz. Mzee Kamwe. Naam. Shikamo. Marhaba, ujambo? Kwema? Kwema kabisa. Umetulia. Nifanyaje bwana? Maisha lazima yasonge. Ili tabasamu sikulitegemea kama nitaliona. Unajua mimi nilishajiandaa kisaikolojia. Alafu nilipofikia sikupategemea, nilikuwa tunakula bonus tu yani tumeshafanya biashara, tumepata faida, sasa tunakula zile zilizozidi. Kwa hiyo nilipofikia ndio uwezo wetu umefikia hapo. Kwa maana yale malengo yenu mlishafikia kitambo. Tena kwa 100%. Yalikuwa ni nini malengo? Tulikuwa tunajenga timu ambapo tulifikiria kwamba tutapata mafanikio kuanzia mwaka ujao. Lakini mafanikio tuliyopata mwaka huu ni makubwa sana kwa timu inayojengwa. Yeah. Kwa wale wanaoimba kwamba ubora wa Simba ni upi, ukubwa wa Simba ni upi msimu kama wanamaliza msimu wakiwa na hati ya kuondoka patupu pia. Lakini nao wangeulizwa, wanakubali kama tulikuwa tujengi timu, ubora wetu ungeonekana ni mbovu. Lakini wenyewe wanaakiri kabisa kwamba tulikuwa tunajenga timu. Kwa kuwa tulikuwa tunajenga timu, tulipofikia ni pakubwa sana. Ni pakubwa sana. Mimi kwa kweli siwadai wachezaji, simdai kocha, wala sijidai mimi mwenyewe. Hauna deni? Sina deni. Ila sasa madeni yangu yataanza mwakani. Lakini tulipofika sasa hivi kila ninapoulizwa nasema tunakula bonus. Lakini matunda tulishakuwa nayo tayari. Sawa bwana, kumbe sisi tunajiuliza, tunasema mnyama anaondoka patupu, kumbe nyinyi tayari malengo yenu yameshatimia toka kitambo, sivyo? Jamani, tuna medali. Tuna medali ya kafu. Wewe timu inajengwa, yani sawa na hii timu gani imepanda daraja juzi? Mbeya City. Tuseme Mbeya City. Wapande daraja mpaka waende kuwa mabingwa. Wakati ambapo hata matumaini ya kufika 4 bora kwa sasa hivi hawana. Kwa hiyo ndio Sembusa waje kuwa wapande daraja, waje wawe mabingwa. Waje wachukue ubingwa, zitakuwa ni faida kubwa sana. Sisi tumevunja timu. Tukaipandisha timu. Tunajenga timu. Lakini wakati wa kujenga timu tayari tumefika finali ya Federation Africa ya CAF. Tunajenga timu, ni watu wa pili nyuma ya timu bora inayopigwa kelele kila siku kama ndio timu bora Tanzania. Wapinzani wetu ndio bora Tanzania. Na sio wanapigwa kelele, kweli wako bora. Nani iko nyuma yake? Simba. Iko Simba. Azam alivunja timu? Aliimarisha timu. Hayupo. Nani Singida walivunja timu? Waliimarisha timu. Wako wapi? Wako nyuma yetu. Tutasemaje tumekosa mafanikio wapi? Mafanikio ni makubwa sana. Kwa hiyo hata nafasi ya pili kumbe kwenu ni mafanikio pia. Kwa hali tuliokuwa nayo kwa kipindi hichi, japo sio hadhi ya Simba kuwa nafasi ya pili, lakini kwa kipindi hichi kwetu ni faida. Hata ubingwa, mimi Simba nimeipa 50-50. Hapo ndo nilikuwa nataka nikuulize. Mara ya kwanza kabisa nazungumza na wewe ukasema wapo ambao wanaiona Simba kama hana dalili ya kuchukua ubingwa wa ligi kuu, lakini ukasema unaipa 50-50 kwenye kuchukua ubingwa. Michezo mitatu pengine kwenu nyinyi mnavyohesabu iliyobaki, lakini Yanga wanahesabu michezo miwili. Bado 50-50 iko pale ama unaona lolote linaweza likatokea? Mimi bado natoa 50-50 kwa sababu mimi ukiniuliza sasa hivi sihitaji kuitwa bingwa kwa pointi za kupewa za mezani. Ni heri ni ukose ubingwa kwa kufungwa ili aliyeshinda achukue kombe aende nalo. Lakini kupewa pointi za mezani kwamba tulimwachia, kwa hiyo ndo amekuwa bingwa, maneno yanaweza kuwa magumu kiasi ambapo hata ule ubingwa wetu ukakosa mvuto. Lakini endapo watasusa
kucheza tarehe 15 tutaupokea ubingwa. Watasusa au wameshasusa? Hawajasusa. Msimamo wao umeusikia? Nimeusikia, lakini ni msimamo ambao hauna mashiko. Ningefurahi sana wangeandika barua TFF moja kwa moja kwamba hatuchezi, lakini hakuna barua TFF. Nimemsikia asubuhi msemaji amethibitisha kwamba timu iko kwenye mazoezi. Wanamfanyia nani mazoezi? Niambie, wanamfanyia nani mazoezi? So wanataka kutuona sisi ni wajinga. Wao sisi tutasubiri tarehe 15 ifike, tutaingia uwanjani, tutasubiri dakika 15 kama sheria inavyosema, tutapewa pointi zetu, inshallah tutaondoka. Tutaingia uwanjani, watakuja uwanjani, tutaucheza mpira, watatufunga, inshallah tutaondoka. Tutawafunga pia, inshallah tutaondoka. Tutatoka draw pia, inshallah tutaondoka. Lakini kuniambia kwamba eti hawachezi, mimi hiyo bado akilini mwangu. Kwa kumbe kunawezekana kukaa kuna danganya toto hapa. Wanawaimbia hawachezi, kumbe tarehe 15 wanajipika na wao. Yaani wale wamefanya mpira wa Tanzania kama utoto fulani. Yaani wameufanya kama utoto fulani. Lakini wamesahau kwamba Simba, Yanga na timu nyingine 14 za ligi kuu Tanzania na za madaraja yote ya chini, mpira si wa kwao. Mpira una wenyewe, una mamlaka. Wakumbuke duniani mpira sio Brazil wala sio Ujerumani wala sio Uingereza. Mpira una mamlaka zake ambazo ni FIFA kwa dunia, kafu kwa Afrika, UEFA kwa Ulaya, na wale Amerika Kusini sijui nani, wote wako timu zote ziko chini ya mamlaka ya nani? Na TFF ipo juu ya mamlaka ya vilabu vyote Tanzania. Kwa maana hiyo wakisusa, sheria itachukua mkondo wake. Wasifikirie kwamba wao ndio wenye mpira Tanzania, mpira na watu wake. Maana mmesemwa sana Masimango iki ilikuwa ngumu pengine kwenu, watu wamekunywa hadi kahawa, watu walikuwa Waarabu weusi. Uliona kweli zile kaeka zilizokuwa zinaendelea huko mjini? Wale ni asili yao Masimango. Masimango wale ni asili yao. Hata kama tungeshinda bado Masimango yangeendelea kuwepo kwa namna nyingine. Kwa hiyo kushindwa kwetu ngoja wafurahi. Siku ukifika maisha yatasonga. Najua hata ukifiwa na baba au ukifiwa na mama, kwani utalia milele? Hata ulie siku 40, lakini siku 41 utaingia barabarani, maisha yataanza upya. Kwa hiyo lazima maisha yasonge. Ubora wa Simba, ukubwa wa Simba licha ya kujipanga na yote mazuri ambayo mmefika hatua kubwa msimu huu, wanasema sio ya kutolewa na Singida Black Stars, tena katika hatua ya nusu finali ndani ya kombe ambalo mlikuwa mnasema ni malengo yenu pia msimu huu kuonesha ukubwa wenu. Unajua ndio maana mpira umewekwa na matokeo matatu, na hakuna anayekwenda uwanjani kusema kwamba anaenda kufungwa. Na kila mtu anayeongoza mpira, anayeshabikia mpira, kila mwana michezo yote, hata bondia. Hakuna bondia ana ndoto za kupigwa, ana ndoto za kupiga. Kupigwa kunafuata baadaye. Sisi tulijipanga, japo timu yetu ilikuwa imechoka, sisi tulijipanga, lakini Singida walijipanga zaidi yetu. Hicho ni lazima tukiri. Singida walitumia madhaifu yetu ya uchovu, wakaamua kututenda. Na Singida kweli walitutenda bila huruma, bila kingine chochote, walitutenda. Manyara ilikuwa ni ngumu. Mimi kwangu mimi nimekubali matokeo. Hani mimi nimeyapokea. Mimi ni mwanamichezo. Unajua mimi ni mwanaume, sio mtoto wa kiume. Ila ilikuumiza. Kuumia ni lazima, lakini kuumia kwako hakuwezi kubadilisha matokeo. Na mwanaume unalia machozi huko unapambana. Sio unalia machozi afu unakimbia. Ukiona mtu anakimbia, huyo ni mtoto wa kiume. Mwanaume akimbii. Tumekubali matokeo. Singida kweli wametutenda, walikuwa ni bora kuliko sisi. Hakuna cha kujitetea. Tunachoweza kujitetea sisi ambacho kinatubeba kwenye maneno ni kusema kwamba tulikuwa tumechoka. Anasema tofauti na kuchoka, lakini timu mmezoea kubebwa na mwamuzi yule ndo kiboko yenu. Unasikia kwanza hayo maneno yanayozunguka. Hayo maneno tumeyapata kwamba bila Aragija ndio kiboko wetu. Mimi nasema hapana. Hatubebwi. Makosa marefa yako kila mahali. Ukitaka kuchunguza wabebwaji,
tutashikana uchawi. Kwa hiyo mimi tunaona tuwaache na maneno yao, muda utaongea. Kumbe kuna watu wanabebwa ila sio Simba. Na siku zote anayemalizia ndo mbaya, anayeanza anaonekana sio mbaya. Kwa kuwa ametukuta sisi sasa tunaonekana kwamba tulikuwa tunabebwa, lakini watu wakati wanabebwa hawataki hata kujadili swala. Lakini nasemaje, tuyaache hayo mambo, muda utaendelea kuongea. Maana wamegusia hadi mechi ya kwanza mlokutana KMC, wanasema ile yenyewe haikuwa kihaki bwana. Wamuulize refa, wasituulize sisi. Refa aliona kuna shida. Mimi ni nani niseme kuna shida? Mbona refa alikuwa alichezesha na Berkane. Magoli yetu saliona na shida. Kuna lile lalamika. Yalibadilisha tuligoma. Tumekubali matokeo. Kwa hiyo nasema Mswahili likimfika mwenzake ndo analivalia kibwaya. Lakini likimkuta yeye anaweza katoka tangu ndani ameweka kichwani. Kwa hiyo mimi nimeshazoea maneno yao. Masimango ni asili yao. Wamerisi. Masimango wamerisi kwenye vizazi vyao. Kwa hiyo hawezi kuacha tabia Masimango. Sasa alikamwe Masimango kalisi wapi? Mimi kizazi chake ndo wewe. Mimi nimesema si kuna babu yake bwana. Kuna babu, kuna bibi. Maana anasema anawakera. Na ndio hata babu yake ana tabia kukera hivyo hivyo. Kwa hiyo amerisi. Kwa hiyo tuoni ajabu. Kumbe kalisi kwa Mzee Kamwe. Amerisi kwa Mzee Kamwe. Lakini Mzee Kamwe ukiangalia namna ukiongea football, namna unavyoiona timu yako ya Simba, msimu unaisha huu, pengine labda tusubiri namna gani ambavyo mtamaliza msimu, aidha mtoke na kombe aidha mtoke patupu. Kwa upande wa kikosi chako, unalipi la kuzungumza? Unalipi la maoni yapi pengine unatamani aende kuonekana msimu ujao? Kwanza kufungwa kwa juzi Manyara, ukiniuliza mimi nimefurahi. Kufungwa kwa Simba juzi na Simba. Mimi nimefurahi. Nimefurahi kwa nini? Simba imeonyesha ni wapi panavuja. Simba bila kupepesa macho, hatuna kikosi kipana. Hatuna rotation kwamba akitoka huyu anakwenda kuleta mabadiliko. Anayeingia ni heri aliyetoka. Yaani anayeingia kama uliangalia mechi ya juzi, walioingia ni heri waliotoka. Ambao walichoka. Lakini walioingia walikuwa wameshachoka kama vile walikuwepo uwanjani. Inaonyesha kwamba hatuna kikosi ambacho ni imara. Nini kifanyike? Uongozi wa Simba utakuwa ukae chini. Ututafutie striker mwenye uwezo. Mfungaji mpya mwenye uwezo hata wawili. Wakae chini, watafute mtu kumsaidia Houa pale namba 10. Wakae chini, watafute viungo wabunifu. Simba viungo wabunifu waliokuwepo hawana msaada. Kama mechi ya juzi, Kagoma alichoka, Ngoma alichoka, lakini mtoe Kagoma muingize nani? Alivyoingia Mavambo ni heri ya Kagoma. Mtoe nani huyu Ngoma, muingize nani? Atakaingia ni heri ya Ngoma. Sasa natakiwa tuwatafute watu ambao watakokwenda kukava zile nafasi, ambaye akinyanyuka ni tofauti, anafanana na kwa hamna wasiwasi. Hatuna wasiwasi. Unajua kwa mfano kama wapinzani wetu, akitoka mtu anaingia ni mtu. Tuache ushabiki. Tuache ushabiki. Yanga akitoka mtu anayetoti aingie uwanjani ni mtu. Kikosio kipana. Kesho yule aliyototi akaingia, kesho akianza akitoka anayeingia ni mtu. Ile ndio inatakiwa Simba ifanyike. Lakini tukiendeleza tuna ujanja wa kusema kwamba tuna wachezaji wa maana tena wa kupambana mwakani, hatutafika nchi hadi. Tutabakia kusema tunajenga timu. Lakini mlibomoa kikosi nyinyi. Msimu huu mmeanza na takriban wachezaji wote ambao wanaanza first 11 ni wapya. Mnahitaji tena mbomoe kikosi tena, maana maeneo ambayo umeorodhesha kama unaenda kukibomoa tena kikosi kizima cha Simba. Shida ni nini? Viongozi hawafanyi scout ya kutosha ama kuna tatizo ambalo mnaliona? Mimi nakumbuka wakati Liverpool inamwacha Suarez, ilisajili wachezaji wa kujaza nafasi ya Suarez 6 na wote walifeli. Liverpool hawajui kufanya usajili. Wanafahamu kufanya usajili. Kinachogomba, hakuna usajili duniani unaofaulu kwa 100%. Mfano wa karibu juzi hapa, Yanga wameleta wachezaji ambao waliwapa majina makubwa sana.
mwisho wa siku aliwaacha bila kuaga, bila hata think, watu walishtukiwa tu hawapo. Kwa hiyo tumesajili wachezaji 15. Tumesajili wachezaji 15. Tunatakiwa tuache wachezaji 5. Mmesajili 15? Tunatakiwa tuache wachezaji 5. 10 tumefaulu. 5 tumefeli. Ambao wewe unawafahamu? Nawafahamu lakini siwezi kuwasema. Upande wa striker yupo wa kuachwa? Yaani pale kwa wafungaji hata wakiachwa wote mimi kwangu sina shida. Steven Dese Mukwala, mzee wa Leonel Ateba, naye ile anakimbia anasubiri mpira umfuate kishogoni. Utokee bahati mbaya bahati nasibu. Hatufikishi nchi hadi, japo anafunga lakini sio ufungaji ambao tunauhitaji. Namba zinakuhukumu lakini. Namba zinakuhukumu, magoli yanayo. Magoli yanayo, lakini tunatumaini angekuwa ni striker mzuri, mwenye uelewa mzuri, tungekuwa na magoli mengi zaidi. Lakini striker wote hauna. Mimi nasema Simba wakafanya uchunguzi, waache wachezaji 5. Kiungo? Yaani katika wachezaji 5 wachanganye wote. Unajua timu sio kusajili wachezaji wengi. Unaweza ukatoa bilioni 1 ukasajili bilioni 2 ukasajili wachezaji 2 ukapata faida nzuri kuliko kusajili grupu la wachezaji ambao leo unapata gharama kwa kuvunjia mkataba, waondoke, uje tena usajili upya. Sawa. Mzee, kama mimi na swali langu la mwisho. Fupi sana. Nataka unijibu kwa ufupi sana. Ukipata nafasi ya kuchagua ndani ya kikosi cha Simba, wapo ambao wanatajwa pengine wawapishe sasa ili waletwe mbadala wao ambao watakuwa wazuri. Wewe kwako unawamtoa nani kati ambao nitakutajia? Kwa upande wa Kibu pamoja na Joshua Mutale Budo waliingizwa katika mjadala. Budo na Kibu, unaondoka na nani? Kibu ana muendelezo mzuri tangu mwanzo, japo sasa hivi kama amechoka. Mimi ukiniambia watoke watu wali, nataka Mutale aondoke. Licha ya ubora wake dakika za jioni. Na ndio maana anachosema hawa watu wanaotaka kutafuta usajili ni hatari sana. Watu wanaotafuta usajili kuzuia makaratasi wasichanwe ni hatari sana. Ukimpa usajili anarudi alikotoka. Mimi nilikuwa nataka kama ni kuondoka hata umeniambia hao wawili hao Mutale aende. Yeah. Ukiamua ondoke aje Faisal Salum ndani ya kikosi cha Simba, EPS kwako? Mimi kila siku nikiulizwa ile swali, Faisal mimi simtaki Simba. Sije kukubali. Kumsajili Faisal Simba ni usajili wa kisiasa. Ni ule wa kwenda kumtoa Okwa kumrudisha Yanga, alafu hakuna na vinyago juu lakini hakuna kilichofanyika. Mimi ukiniambia kuliko kumwachia Roua ukamchukua Faisal, acha Roua. Ila namheshimu. Ni moja wa namba 10 mzuri sana na mheshimu mzawa. Mzuri mno. Hata huyo Okwa, nani huyu hana uwezo wa Faisal. Lakini Faisal hawezi kuwa chaguo la Simba. Wewe binafsi yani? Mimi binafsi Faisal na uwezo wake mkubwa na ninavyomheshimu sio chaguo la Simba. Iko siku tutakuja kumporomoshia matusi wapenzi tulivyo na tabia mbaya, alafu tutamkosea heshima, tutamtoa kwenye mchezo na atapotea kwenye ramani ya mchezo. Sisi tumpende akiwa nje ya Simba, tusimpende akiwa ndani ya Simba. Unajua hata mwanamke unayelazimishwa kumuoa au anayelazimishwa kuolewa na mwanaume huku akupendi, mkija kuachana mtaachana vibaya. Ni heri ubakie kumwangalia kule nje. Umtamani tu, usimpate mpaka zile siku zenu za maisha zipite. Mimi naona ingekuwa hivyo. Simba na Faisal hutaki hiyo biashara. Hutaki hiyo biashara. Biashara ya kisiasa, siasa za mpira. Za kuwafanya mashabiki watembee kifua mbele wakati wa matokeo haitakuwa na faida. Mabilioni tayari Mo kashaweka mezani. Mimi si wakatazi. Sababu wao ndo walipa hela, wao ndo wanaojua taratibu, lakini nafsi yangu mimi kama Shabani mzee Shabani Kamwe, nafsi yangu nampenda Faisal, ninamheshimu. Hakuna namba 10 bora kama yeye Tanzania kwa sasa hivi. Kuanzia wazawa mpaka wageni. Lakini yule sio chaguo la Simba. Anapelekwa Simba kisiasa. Hakuna kingine. Sawa, na shukrani sana. Asante sana. Bwana, huyo ndo mzee Shabani Kamwe. Tumezungumza naye hapa. Nilikwambia huyu ni shabiki kinaki wekundu Msimbazi Simba. Ametoa maoni yake hapa kuelekea msimu huu unaelekea ukingoni, lakini pia tunafahamu mwenendo wa Simba msimu huu. Ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zinajenga kikosi chake, na safari hii tunaona wenyewe wanakuambia wameridhishwa na asilimia ambazo kocha Fadlu Davis amezihakikisha kufikia. Endelea kubaki hapa ndani ya PMTV.
Sisi tunakusogezea ile yote kimichezo yanayoendelea. Mimi naitwa Kaina, nilikuwa na Amani Ndimbo nyuma ya kamera. Shukrani sana. Bye bye.